kupenduka, bila kulalamika, mpaka akapumzika wakati Mungu alimuita. Baadaye tukaongozwa, nchi yetu ikaongozwa na mzee Mwai Kibaki kutoka Nyeri, ambaye tulikuwa tunampenda sana. Vile vile mzee Mwai Kibaki tulimunga mkono bila swali, bila kupenduka, bila kulalamika. Ni kweli si kweli? Miaka 12 akiwa makamu wa rais na miaka 10 akiwa rais wa taifa la Kenya. Hakuna mwamba aliuliza swali ama kulalamika, ama Mumeru ama Mumbere, hakuna mtu alilalamika, kwa sababu alikuwa mmoja wetu. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akabarikiwa akawa rais. Miaka 10 tulimtumikia na kumfuata na kumsikiza, na hakuna mtu aliuliza swali. Vile vile katika uchaguzi wa 2022, mnajua kwamba sehemu hii tulipewa nafasi ya makamu wa rais ama naibu wa rais. Ndugu yangu Rigathi akapewa hiyo nafasi kwa miaka 2. Katika siku ambazo alikuwa ofisini, hakuna mmoja wetu alidhubutu kumtusi ama kumuita jina, kwa sababu katika hiyo miaka 2 hakuna siku hata moja mimi nimemdharau, kudunisha ama kumtukana ndugu yangu Rigathi Gachagua. Siku ile alikuwa na nafasi. Na viongozi kutoka Kenya nzima. Na wakati alitoka ofisini, sisi pia tuliendelea kukimya, na wakati hiyo nafasi imepatikana katika ofisi ya naibu wa rais, rais alikuwa na nafasi kupeana hicho kiti katika sehemu yoyote ile katika Jamhuri ya Kenya, lakini alisema kwa sababu tulikuwa na ahadi na yeye, watu ya Mount Kenya, tumuunge mkono akiwa rais, atupatie naibu wa rais. Wakati nafasi ilipatikana, rais akupeleka hicho kiti katika sehemu nyingine. Alisema kwa sababu makosa imefanyika na mtu mmoja, sio jamii. Sasa akasema hiyo nafasi ipatianwe